ufupi sana. Simba inasemekana New Amaan Complex, mchezo wake wa nyumbani wa finali ya pili, mara inaonekana Benjamin Mkapa. Kwa ufupi sana, unalizungumziaje hilo? Mimi nimelipokea in a positive way nikiwa mzalendo, nimelipokea in a positive way kama mdau wa mchezo wa mpira wa miguu. Mimi naamini kwamba CAF, kwa sababu nimeisoma barua ya CAF vizuri ambayo waliweza kuitoa. Taarifa inasema kwamba wamewatumia international pitch consultants, kwa maana watu ambao ni wataalamu wa kuangalia na kukagua pitch, eneo la kuchezea. Pale hawajazungumzia uwanja kwa ujumla wake, wameangalia pitch. Kama umeangalia pitch, tunakumbuka mchezo wa mwisho ambao umechezwa pale ilikuwa ni Simba dhidi ya Al Masry. Mvua ilinyesha. Tuliona namna ambavyo mechi ilikuwa ni ngumu. Kwa wale ambao wanakumbuka, kuna mechi moja ilikuwa na Botswana wale, Jwaneng Galaxy. Tuliona namna ambavyo mechi haikuwa nzuri kwa sababu mvua ilinyesha kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, sio? Kwa hiyo wataalamu wa pitch wametoa taarifa kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa haukidhi vigezo vya kuchezewa mchezo wa finali katika mazingira ya hali ya hewa ambayo ipo jijini Dar es Salaam, ambayo ni hali ya hewa ya mvua. Kwa mimi nadhani, kwa mujibu na kwa kuheshimu wataalamu wa pitch ama maeneo ya kuchezea, nadhani ni jambo lilo sahihi. Tujue tuna michezo mbeleni ya CHAN, tunaandaa. Sasa kama tunaandaa michezo ya CHAN na tunataka tupishane kidogo na CAF, mimi nadhani kuna namna ambavyo pia inaweza katupunguzia mahusiano mazuri ama kile ambacho tumesha kiandaa kwa muda mrefu, na tunataka tuone finali ya michuano ya CHAN ije chezo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kama tunataka kutengeneza mazingira mazuri ya michuano ama michuano mikubwa, licha kwamba tunahitaji kuandika historia ya uwanja wa Benjamin Mkapa, labda tuzo ikabidhiwe pale, lakini kwa mimi ni jambo kubwa, lakini ni maina. Tuliweke pembeni, tukubali kwenda kucheza visiwani Zanzibar. Lakini wataalamu wa uwanja ikiwemo wizara wamesema kwamba kwenye taarifa yao wametengeneza mazingira ambayo maji yanaweza kutoka kwa sasa kwa haraka sana kuliko wakati ule. Huoni kama kuna haja pia ya wao pia kusikilizwa, kwa sababu wao ndio ambao wamepewa kufanya marekebisho hicho ambacho walipewa na CAF? Bila kukosea wizara ya sanaa, utamaduni na michezo, na naipongeza kwa juhudi kubwa sana ambayo imefanya kuhakikisha kwamba tunapata uwanja ulio bora. Kikweli ukiangalia uwanja katika macho ya kawaida ama macho ya nyama, unaona uwanja una mvuto wa 100%, kwa sababu ukiangalia majukwaa yako smart, ukiangalia kwenye pitch sound system, ukiangalia ama ukisikia sound system iko vizuri sana. Lakini tukienda on pitch, mimi nimeisoma barua wanasema CAF International Pitch Consultants, International Pitch Consultants, kwa maana hawa ni wataalam wa kukagua maeneo ya kuchezea kutoka CAF. Wao wameona kwa vigezo vyao hautoshei kuchezwa kutokana na mazingira ya hali ya hewa ambayo ipo jijini Dar es Salaam. Sasa kutoka kwa upande wa wizara, pasi kukosea heshima na kuwapongeza juhudi ambazo wamekuwa wakizionyesha kuhakikisha kwamba mchezo unachezwa pale, naamini utaalamu wa unaopatikana kwetu Tanzania na utaalamu wa CAF ni vitu viwili tofauti, na ndio maana hata kwetu watu wa club licensing kwenye ligi yetu kuna namna ambavyo huwa wanakagua viwanja, wanaona kiwanja kinakidhi vigezo, lakini baada ya muda mfupi unaona kiwanja kinaenda kufungiwa. Kwa hiyo naomba tukubaliane na hayo mazingira ambayo yapo. Lakini kwenye hata CAF wenyewe kwenye michezo yao ya finali hawaishi tu kwenye pitch. Naambiwa kuna hata namna ambavyo wanahabari wanakaa, namna mahali pa kufanyia hizo places, kwa sababu vyombo vya habari vitakuwa vingi, lakini idadi ya watu pia ambao wanakuja kushuhudia finali hawatarajii kuwa wachache. Uwanja New Amaan Complex unachukua watu 15,000 ambao ukija tu kwa mashabiki wanaotoka kule, wanahabari wanaokuja wakae kiwanjani, lakini baada ya hapo wapate sehemu ya kufanyia place. Inaonekana hivyo vyote nje ya pitch vina tabu. Huoni kama na Simba anavyozidi kukatisha tiketi, huoni kama ni disaster inakuja? Sioni kama ni disaster, kwa sababu CAF
wamepitisha majukwaa yako vizuri, wamepitisha sound system iko vizuri, wamepitisha maeneo kao wanahabari yako vizuri, dressing room za wachezaji, dressing room za ball boys, dressing room za waamuzi, dressing room za match officials ziko vizuri. Yani kote huko. Uwanja wa Benjamin Mkapa. Kote huko vitu viko vizuri. Lakini taarifa ambayo wameitoa wao wamedeal na pitch. Yani wao hawajabezi na vitu vingi, wamedeal na pitch. Naomba tulielewe hilo. Yani au mechi pigwe Zanzibar Musa afu waje wakabidhi huko tuzo. Lakini labda niliweke wazi, umezungumzia issue ya mashabiki kwenda kwenye viwanja nini? Hata dressing ndio za Zanzibar ni ndogo. Mimi sina huo uthibitisho, kwa hiyo lakini kitu ambacho tunatakiwa tuweke wazi, watu wakijue kutoka MSN, hii ni faida tu. Kwa nini finali za michuano ya CAF zinachezwa kwenye viwanja viwili tofauti, manake nyumbani na ugenini? Ni kwa sababu ya sisi wa Afrika hatuna mapenzi na mchezo wa mpira wa miguu. Sisi wa Afrika ni mashabiki wa timu. Yani once unapeleka mchezo wa finali ya Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane kwenye neutral ground, unapeleka kwenye uwanja ama uwanja ambao uko nchini Senegal, usitarajie kupata mahudhurio makubwa. Lakini kwa nini wanafanya hivi? Ni kwa sababu wanajua tukicheza Tanzania, Simba itakuja na mashabiki wao, tutapata mvuto. Ikienda kuchezwa Morocco, RS Berkane watakuwa na mashabiki wao, watapata fan base ambayo ipo pale.